Dini.com. Simleble. Mama! Picha linaanza. Oh yes, picha linaanza mabibi na mabwana, na huu ni mwendelezo lakini ni series ya story tofauti. Tulianza ile idea ya Tafakari Afrika, lakini wakati tukiwa katikati ya ile session nikagundua watu wengi kwanza wanaifuatilia kule YouTube na wanaguswa na namna ambavyo kuna haja ya kujitafakari kuliko tu kila wakati tunakupa information kwamba hili limetokea, lakini tunapata nafasi ya kujitafakari, na ndio maana hizi tafakari imekuwa kama ni series maalum. Na sasa hivi baada ya kuitafakari Afrika tunakuja kuitafakari AI, na ukiangalia show ya leo ilikuwa imekaa hivyo pia. Kwa hiyo hii ni episode ya kwanza ya Tafakari AI, tukiwa tunaziangalia zile sehemu nyeti ambazo labda mamilioni ya taarifa ambao unayapata kila siku kuhusiana na ujio wa hiki kitu ambacho kinakwenda kutransform maisha yetu, kama yalivyokuwa mapinduzi ya viwanda, mapinduzi ya teknolojia kwa maana ya digital. Sasa hivi yanakuja mapinduzi ya AI, na ndio maana ni muhimu sana kuitafakari. Na anayetupitisha ni yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Kuna swali moja ambalo watu wengi wanaongelea kiwepesi sana. Watu wanafurahia kuona AI inazidi kuwa advanced. Inaandika, inachora, inafanya accounting, inapokea simu za wateja, inatengeneza video. Hata kazi ambazo zamani zilihitaji watu 20 leo zinaweza kufanywa na watu 2 wakisaidiwa na AI, na mjadala mwingi umejikita hapo. Kuna wanaoogopa kuwa replaced na kuna ambao hawajui wafanye nini. Lakini kuna swali kubwa la kutafakari. Kama AI itafanya kazi zote, nani atabaki kuwa mteja? Kwa sababu ujue uchumi hauzunguki kwa sababu viwanda vinazalisha. Uchumi unazunguka kwa sababu kuna watu wanaozalisha, wanalipwa, alafu wanaenda kutumia kile walichokizalisha. Kifupi, mzunguko wake ni rahisi: kazi, mshahara, matumizi. Biashara zinaingiza mapato, serikali inakusanya kodi, biashara zinaajiri tena, alafu mzunguko unaanza upya. Lakini fikiria situation tofauti. Tuseme kampuni inaamua kufukuza wafanyakazi 1000 na kuacha AI ifanye kazi. Ni kweli kwa upande wa kampuni gharama zitashuka, faida zinaongezeka, wawekezaji wanafurahi. Lakini wale wafanyakazi 1000 walikuwa wananunua unga, mafuta, vocha, nyumba, magari, ada za watoto na huduma nyingine. Ghafla hawana tena kipato. So bidhaa zipo lakini wanunuzi hawapo, na hapa ndipo uchumi unaanza kupata kipengele, kwa sababu biashara haisurvive kwa kutengeneza bidhaa. Biashara inaishi kwa kuuza bidhaa, na hauwezi kuuza kwa watu ambao hawana pesa. Kama ulifuatilia episodi yetu kuhusu historia ya pesa na dola ya Marekani, tulikuelezea deep jinsi mzunguko huu unavyofanya kazi kiuchumi. Power ya pesa inaletwa na imani yetu, na balance pekee iliyopo kwa pesa ya nchi yoyote na thamani yake ni uzalishaji versus matumizi. Na ili manunuzi yafanyike, lazima pesa iwepo mikononi mwa wengi. Kwa hiyo umeelewa sana, ni mfumo wa kuhamisha pesa kutoka eneo moja la nchi au dunia ambapo hazihitajiki sana wakati huo kwenda eneo jingine zinapohitajika. Kisha uwekezaji unafanyika, wanazalisha huduma au bidhaa, wanaziuza kwa faida. Mkopeshaji anarudishiwa pesa zaidi, na kwa sababu hana kazi nazo anazikopesha tena. Mzunguko unakuwa huu niliokuambia mwanzo, kwamba uchumi wa dunia unaendeshwa na kukopa, kukopesha na kuwekeza. Kwa hiyo idadi ya pesa ni zile zile, lakini mahitaji ya pesa ni mengi. Lakini serikali isipokopa ikachapisha noti, zitaibuka nyingi kuliko bidhaa zinazozalisha, na itaibua kile nilichokuelezea, inflation, mfumuko wa bei. Kwa hiyo hizi chache zilizopo zinahama kutoka eneo moja kwenda jingine kwa mfumo huu wa kukopana. Ndio maana huruhusiwi kisheria kukaa na kiasi kikubwa cha pesa nyumbani, kwa sababu inavuruga mzunguko huu. Ndio maana pia kukiwa na matumizi ya ovyo, serikali yoyote inavuruga ile stage ya kutengeneza faida kwa kutoa huduma au bidhaa. Inamaanisha kuna siku watachelewa kulipa zile riba, na kila siku na kila mwezi na kila mwaka. So itafanya wanaodai kutolipwa on time, na upigaji ukizidi, wakopeshaji wanapokea malipo lakini hawatonunua tena bonds, na sio kwa sababu wana kazi na hela, ila hawaamini tena serikali husika.
na ukumbuke serikali inahitaji kulipa mishahara na matumizi ya kila siku. So option itakayobaki nayo ni kuprinti makaratasi kama Zimbabwe, au uchumi ukakolapse kabisa kama kilichotokea Ugiriki. Ukifuatilia kwa nini Ugiriki ilifilisika, sababu simple ni kwamba wameenda kinyume na mfumo huu, kwamba unakopa, unatoa huduma au bidhaa, inatengeneza faida kupitia kodi au mauzo, then unalipa deni na unakopa tena. Ukifika mahali utoi huduma wala bidhaa inayoleta faida, maana yake matumizi holela ya pesa, lakini unakopa, ndo siku moja kinaumana, inabidi utoze kodi kubwa wananchi ili serikali ijiendeshe. Ikizidi sana ndo uzalisha migogoro mingi ya kisiasa na kijamii. Ndio maana wakati mwingine unaweza kuona supermarket imejaa bidhaa, lakini mauzo yanashuka. Sio kwa sababu bidhaa ni mbaya, ni kwa sababu watu hawana uwezo wa kununua. Pesa ikiwa nyingi mtaani kuliko bidhaa, ndo tunapata mfumuko wa bei. Na hiyo ndio situation tumeizoea kuipata. Lakini hatujawahi kukumbana na issue ya bidhaa zikiwa nyingi sokoni kuliko pesa zilizopo kwa watu. Hii ndio AI inaweza kuleta kwa skeli kubwa sana, ambayo wengi hatuifikiri. Tumezoea mfumuko wa bei, sasa kuna uwezekano tukapata mfumuko wa bidhaa. Kwa sababu AI inaweza kutengeneza uzalishaji mkubwa kuliko binadamu, lakini haiwezi kula chakula, haiwezi kununua soda, haiwezi kujenga nyumba ya kuishi, haiwezi kupeleka mtoto shule. Kwa hiyo uzalishaji peke yake haujengi uchumi. Matumizi ndio yanafanya uchumi uendelee kupumua na kuwa hai. Na ndio maana wachumi wengi wanaamini matumizi ya wananchi ni injini muhimu ya uchumi. Sasa hebu tuende mbali zaidi. Imagine kama kampuni zote zitakimbilia AI ili kupunguza wafanyakazi. Kila kampuni inaweza kuona imefanya uamuzi mzuri. Lakini zikifanya hivyo zote kwa pamoja na kwa skeli kubwa, zinaweza kujikuta zimepunguza idadi ya wateja wao wenyewe. Ni kama kukata tawi ulilokalia. Kwa muda mfupi unaokoa gharama, kwa muda mrefu unapunguza soko. Ndio maana leo hii kuna mjadala mkubwa duniani. Je, serikali zitaanza kuwatoza kodi robots? Je, kutakuwa na kipato cha msingi kwa kila mwananchi hata kama hana kazi ili kupushi seko ya uchumi na pesa? Je, wiki ya kazi itapunguzwa ili watu wengi waendelee kupata ajira? Je, elimu itabadilika ili binadamu wafanye kazi ambazo AI haiwezi kufanya kwa urahisi? Hakuna anayejua jibu sahihi bado, lakini jambo moja la wazi ni kwamba mapinduzi ya AI sio mapinduzi ya teknolojia pekee, ni mapinduzi ya uchumi. Na kila mapinduzi ya uchumi huwa yanabadilisha jamii nzima. Wakati trekta lilipoingia mashambani, watu wengi walihofia kazi zitaisha, lakini ziliibuka kazi mpya. Kompyuta zilipoingia, watu walihofia hivyo hivyo, lakini zikazaliwa taaluma mpya. Lakini swali tunalotafakari leo ni tofauti kidogo, kwa sababu AI haichukui kazi za mikono pekee, inaanza kuchukua hata kazi za akili. Mhasibu, mwandishi, mbunifu, programa, mkalimani, mpokea simu, huduma kwa wateja. Mfano, juzi tuliongea hapa na Musa Doto, mbunifu wa Tanzania kutoka Afamkat. Akatuambia jinsi AI inavyomsaidia kuwasiliana na watu na kuwajibu hadi inafikia sehemu ya malipo. AI inakwenda kuitawala Afrika au Afrika inaenda kuitawala AI? Afrika yenye AI inaweza kuitawala AI. Okay, elaborate. Lakini Afrika isiyokuwa na AI inaenda kutawaliwa na AI. No. Yaani kwamba kama nilivyosema, AI ni kama just a box. Yaani wewe ndio unaicommand AI. Sasa kitu unachoicommand maana yake unakitawala. Lakini data zetu nani anazihifadhi? Vitu kama hivyo kwamba data za AI zinahifadhiwa nje. Lugha ambazo zina train hizo AI ni lugha za nje. Hauioni kwenye kwamba hawa jamaa tunawapa nguvu kubwa sana watu wachache? Na ndio maana nikasema kwamba sisi kama Afrika tukiona AI ni platform ambayo inaweza ikatubeba. Ni lazima sasa na sisi tuelekee katika kutengeneza data center zetu. Yes. Yaani kama for serikali sasa hivi ni kama ina strive kupambana kuhakikisha kwamba tunakuwa, unajua hata hii mitaala ya AI ndio imeanza. Mama tumeona juzi ameingia makubaliano na nchi ya Urusi kwa ajili ya angalau kuona exchange training kwa masuala ya AI na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ambacho tunatamani siku zote kwamba tukiwa na data center yetu, maana yake tuna uwezo wa kuwa na, maana yake tunakuwa na AI yetu ya kwetu inayotunza taarifa zetu. I remember one occasion when I was privileged to
with President Joe Biden to sign an agreement between Microsoft Kenya and G42 on data centers. And I was very happy when I came back to Kenya because I thought I had an investment of $1 billion to be set up in Kenya. Until I was told that we need 1,000 megawatts to operationalize the data center. And when I looked at 1,000 megawatts, it meant I have to shut down half the country. So we've had to delay the investment. So njia pekee ni hiyo kwamba sisi watumiaji hatuna namna ya kuacha kutumia AI, lakini hatuna namna ya kuacha kutumia zile ambazo tayari zipo. Mbali na huyo, hata hapa Madilu.com pia Credo wa MDC Digital aliweka mfumo huu kwa watu wanaouliza vitabu vya Picha Linaanza. So AI ina chati na kujibu maswali yote kuhusu Madilu.com na vitabu vyetu na jinsi ya kulipia. Na kuna watu wameshatuma malipo bila kuchati direct na muhusika. So pesa ilipoingia ndo Credo anarudi kuona nani katuma na mwisho biashara inafanyika. Hii haimaanishi kwamba binadamu atapoteza nafasi kabisa, lakini inamaanisha thamani ya ujuzi wa kawaida inaweza kushuka na thamani ya ubunifu, uongozi, maamuzi magumu, mahusiano ya kibinadamu na fikra za kipekee zinaweza kupanda zaidi. Kwa hiyo labda swali sio AI itachukua kazi zetu, labda swali ni tutakuwa na nafasi gani kwenye uchumi ambao AI ndio mfanyakazi mkuu? Na zaidi ya yote, kama watu hawana kipato, nani atanunua bidhaa ambazo AI imezalisha? Hilo sio swali la teknolojia, hilo ni swali la uchumi, na huenda likawa moja ya maswali makubwa zaidi ya karne hii. Unaionaje dunia ya kesho? AI itatengeneza ustawi mpya kwa kila mtu au itatengeneza uchumi wenye bidhaa nyingi lakini wateja wachache? Tuendelee kutafakari. Hii episodi haipo kwa ajili ya kubashiri majibu, ila kuamsha mjadala zaidi utakaotusaidia kuelewa in and out ya hii dunia mpya ambayo uchumi wa dunia unaingia. Makinika nasi. Imeandaliwa na Grayson Gideon. Hii ni Sauti ya Razi Mtamaduni. Try MDC, taarifa na maarifa. Hii ni Madini.com.